Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii daktari, kama nilivyokusikia kujitambulisha. Naam. Kwa heshima ya wasanii wote wa Tanzania na Afrika, lakini kwa heshima ya mke wangu Mama Kanumba, labda nikatae leo. Mimi huyu baada ya mwanae kuondoka, mimi nikakaa naye karibu ili kumondoa majonzi na naishi naye. Mimi ndo mume wake. Ni rafiki yangu sana, nampenda sana na tunashirikiana katika mambo mengi. Mimi Kanumba sikubahatika kumuona, namuona kwenye TV, lakini ilikuwa ni ndoto yangu wakati natoka kijijini kwetu kuja Dar es Salaam siku moja nicheze naye. Na mapenzi yangu kwa Kanumba amekuja kutokana na majina yetu. Steven Charles Kanumba, Steven Charles Almasi. Okay. Na watu wanasema mimi ni fundi pia. Na kwa sababu na yeye alikuwa fundi, naamini angebahatika kuniona, lazima tungefanya mambo makubwa. Lakini Mwenyezi Mungu amempenda sana Steven, na sisi tulobaki tuendelee kumwombea. Niwapongeze wasanii ambao wamefika. Hili ni jambo kubwa na sio kwa maonyesho. Mimi naamini ni msukumo wa ndani wa hisia. Ni Mungu amewatoa mlikotoka. Mimi nimenyeshewa mvua na nimekaukia njiani. Baada ya Mama Kanumba kuniambia kwamba leo ni siku ya Kanumba Day, mimi nilisahau. Na nimetoka Arusha, nimeingia asubuhi ya leo kutoka Arusha, hata sijalala. Lakini nikasema sioni sababu ya kutokwenda. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Gilead Severin Kahema almaarufu Masai Nyota Tatu. Wale wa zamani walikuwa wakinifuatilia kwenye vipindi vya show. Niko naitwa Masai Nyota Mbovu. Kwa sasa hivi natambulika kwa jina la Lebo. Nimejumuika hapa kwa siku ya leo kwa sababu hayati Steven Charles Kanumba ni msanii, ndio msanii pekee ambaye alinishauri kucheza karia ya Kimasai, kwa sababu alikuwa director wangu kwenye kazi moja ilikuwa inaitwa Lugha ya Kigeni. Nimejumuika hapa siku ya leo kwa sababu ni mtu amenigusa sana, msiba wake ulinigusa sana. Msiba huu ulitokea nikiwa Songea na marehemu Sharo Milionea. Tulikuwa hotelini, msiba tunaona kwenye TV, tukashindwa kuwahi kwa siku ile, lakini naye pia Sharo naye aliondoka. Kwa hiyo ni mapigo mawili yalinikuta makubwa sana kwa kipindi kile. Nimebaki kama legend wa miaka ile kwa kipindi kile. Leo ikabidi nihudhurie hapa, japo nilikuwa na vikao vya Chama cha Mapinduzi ule mtaani kwangu Zingiziwa Chanika, lakini nimebidi ni cancel, na pia nina msiba mwingine mtaani kwangu pia. Kuna raia amefariki pale, mimi ni kiongozi, lakini nimeshindwa kuhudhuria kwa sababu huu ni mkubwa pia sana, kwa sababu ni kwenye tasnia na pia ni mtu ambaye alikuwa ni wa karibu kwangu. Mama yake pia ni mama yetu, kwa sababu tupo naye kwenye tasnia, tumekuwa tukionana kwenye tasnia, tukipeana ushauri hapa na pale. Lakini pia mimi ni mmoja kati ambao nimeona nishiriki kati ya wasanii ambao tutashiriki tuweze kumpa moyo mama yetu, na jambo nililolisikia leo hapa ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu aliwekea mkono ili liweze kufikia malengo, na pia mama yetu tuweze kumbeba kwa pamoja. Kwa wale wenzangu ambao hawajafanikiwa kufika, aidha walikuwa na dharura au wengine walikuwa wameamua tu kuona labda wasifike kwa kutingwa na mambo mengine, lakini kokote walipo sisi tuliofika tumewawakilisha. Nitoshe tu kusema nashukuru. Tuendelee kumwombea ndugu yetu Steven Kanumba, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali peponi. Amen. Wote tuseme amina, na pia tuendelee kupambana, mama yetu tusimtupe, tuwe karibu naye kwa sababu sisi ndio tuliobaki wa kumliwaza pekee. Amen. Asante. Karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi sina maneno mengi ya kuongea. Kikubwa napenda kuwashukuru sana wote ambao mmeweza kufika hapa katika hii siku ya kumbukumbu ya ndugu yangu kipenzi Steven Charles Kanumba, ambaye ni mwenzetu, alitangulia mbele za haki miaka 13 sasa hivi. Na pia nawashukuru kwa sababu ni wachache ambao wanaweza kukumbuka na kuthamini siku ya mtu. Kwa hiyo mtu kuacha kazi zako kufika mpaka hapa kushirikiana na mama, kiukweli ni kitu kikubwa sana. Na pia tunawashukuru pia watu ambao wanajitolea kwa hatua moja au nyingine kuweza kuwekeza, kuweza kuzidi kuipambania tasnia yetu ya filamu.
na kwa nyanja tofauti tofauti ambao wameweza kufika hapa leo, pia naweza kuwashukuru sana. Lakini kikubwa ambacho kipo jamani, tusimtupe mama. Mama ni mzazi wetu. Mama ni mzazi kama mtu mwingine aliye na mzazi wake nyumbani. Nadhani katika sisi wote tuliokuwepo hapa, mama anaumia zaidi ya sisi wote, kwa sababu kuna situation anapitia ambazo anatamani kama mzazi angekuwepo mwanangu, lakini pengine anatamani kama mzazi kuona angekuwa kama watoto wengine ambao wapo sasa hivi, lakini Mungu hakuweza kufikisha huko kote. Na pia mwanae pia alikuwa na ndoto kubwa tu, Kanumba alikuwa na ndoto kubwa ambazo alikuwa anahitaji kuzifikia, lakini kabla hajazifikia na kabla hajatimiza zikaweza kuwa ameweza kutangulia mbele za haki. Kwa hiyo tusimtupe mama jamani, tusitupe familia, tuweze kumpa ushirikiano wa hali na mali ili kusudi. Yaani si lazima uambiwe mama basi wewe mjali, useme bwana mimi napata 200 basi 100 kila sitakuwa nampekea mama, hapana. Hata kiushauri tu, kimawazo, kumtembelea na kuweza kumweka karibu ni moja ya kumjali mama. Lakini pia natumai wote tuliokuwepo hapa wengi, asilimia kubwa ni wasanii na wote tunafanya sanaa zetu mbalimbali. Mimi napenda kuambia kwamba tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tupambane. Sanaa yako, maisha yako yako mikononi mwako. Ukijikatia tamaa ndio na wewe utakavyoondokea vile vile, yani utakavyojiachia na kila kitu. Usikate tamaa. Pambana, useme milango ilifunguliwa. Mimi ni nani nisiende kupita ile milango na nikavuka zaidi na zaidi. Kesho kutwa mimi ndo nikaongelewa nikiwa bado niko hapa duniani na mimi nikiwa ni kijana. Kwa hiyo natamani kila mtu afikishe ndoto zake. Natamani kila mtu afuate nyayo za Steven Kanumba na wasanii wengine waliokuwepo. Tusikatishane tamaa, endelea kila mtu apambane, lakini kikubwa zaidi ya zote tuendelee kumuenzi Steven Kanumba. Na kikubwa zaidi naweza nikasema kwamba sisi kama wasanii tufanyeni kitu ambacho miaka inaenda. Sasa hivi ni miaka 13, lakini kuna mtoto wa miaka 15, 16 anasikia tu Steven Kanumba, hajui nini alikifanya. Kwa hiyo tunakoendea mbele tuweze kupata hata kama ni documentary au ni filamu ambayo imechezwa ikaweza kuishi miaka na miaka. Sio kila siku tutakuwepo kuelezea yale mema aliyoyafanya. Kwa hiyo akiwa anaangalia, nadhani hivyo ndio vitu ambavyo vinaishi zaidi, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani hilo kitu kitafanywa process kiweze kufanyika ili kiweze kuishi zaidi, na nashukuru Mungu kama hivyo kampuni ya Kanumba The Great inaenda kuwepo hewani soon as possible. Kwa hiyo mengi yatafanyika makubwa tu kupitia hivyo, akishirikiana na kampuni zingine tofauti ambazo na sisi pia tuko nazo, shirikiana na mimi pia Empire Lokoma na vitu vingine. Asanteni sana, sina mengi ya kuongea, na washukuruni sana. Asante sana. Asante sana. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Halima Hemedi Mndeme. Jina la sanaa nadhani wengi wananifahamu, mimi natumia Mama Masai. Mama Masai. Jamani, yani kiukweli kuna vitu alivyoongea huyu wanko, yani vimeniuma, alafu vimenichoma. Niseme kwanza mimi nimeanzia Kaole Sanaa Group na mdogo wangu Johari na marehemu Steven Kanumba. Nimemlea kwenye sanaa. Na mama yake ni rafiki yangu toka miaka ile mpaka leo. Yani hatujawahi kuachana hata siku moja. Lakini kiukweli tumefanya kazi kubwa sana na huyu mama. Kinaniuma kwa sababu hata jana nimeona voice over zake kwenye magrupu kama 3, 4, 5 bila kukosea. Akiwaambia watu jamani, kesho ni Kanumba Day, kesho ni Kanumba Day. Lakini nikiangalia hapa hata mmoja wallahi lazima simuone. Mimi nilikuwa na safari leo ya Dodoma, kuna kazi naenda kufanya kesho, lakini nimeacha, nikasema sintaweza kwenda, siwezi kumwacha, huyu ni mwenzetu, tuko naye kazini. Kwa nini leo niende nimwache mwanamke mwenzangu? Jamani, wasanii tupendaneni, tuwe na mshikamano, tusiangalie huyu ni nani na huyu ni nani, tuache matabaka. Ameongea mengi sana anko wangu, ameongea mengi mdogo wangu Johari. Hebu tuyafuate yale aliyoongea, wale yaongea. Ameongea kuna Masai mwenzangu huyo hapa jamaa, tuko naye Jia kule kwa Azizi, tamthilia ya Jia naye tuko naye. Na kuna ameongea msanii mwenzangu Almasi. Yani yote mimi naona ni kwa ukweli, yani yanauma kwa kweli. Yani nikiangalia zile voice over alizozituma jana mama kwenye yale magroup, hakuna hata msanii mmoja yuko hapo. Ni hatari sana.
Naangalia hapa ni wasanii tunayewaona hapa ni watoto wadogo, wengi ni underground, yani wale watu wakubwa, yani wale wasanii tunayowajua walifanya kazi na Kanumba hatuwaoni. Tuwache matabaka wasanii. Niseme tu labda nimalizie, mimi ni Mmasai jamani, Kiswahili vizuri sijui, na donoa najitahidi kudonoa, lakini namwomba na yule jamaa pale Kavutani aje azungumzie hata mawili matatu, sijifiche sana Kavutani. Jamani, mimi naitwa Kavutani, sina mengi ya kuzungumza. Mimi nilikuwa ni msemaji wa waigizaji wote Tanzania nzima. Kwa hiyo wasanii wote sidhani kama msanii mtaona amenifahamu, anifahamu labda kaingia jana. Na kila msanii yoyote akiwa anahitajika kwa napigiwa mimi, kwa sababu namba zao zote mimi nimeweka katika file. Kwa hiyo hawa wote, ndugu yetu huyu ametangulia mbele sana. Mama bado tupo naye. Labda kuna baadhi wengine hawajatokea. Kuna msanii wetu mwenzetu aliwahi kuwa rais wa shirikisho la filamu Elia Mbiata, amefiwa na mtoto wake wa kwanza. Sasa hizi wanazika kule Korogwe. Kwa hiyo kuna wasanii wengi wameenda Tanga kuzika. Kwa hiyo unaona kuna baadhi wengine tuko tunachati nao wapo huko. Kwa hiyo walikuwa wanatamani wengine kufika katika maeneo haya, lakini kutokana na sababu kama hizo, kuna msanii mwenzetu na alikuwa ndo rais wa shirikisho la filamu mstaafu. Kwa hiyo kasema ngoja tukamunge mkono. Mimi mwenyewe nilikuwa niende huko. Lakini sasa kutokana na mimi problem, jirani yangu na yeye kuna mtu amefariki, amefiwa na mama yake mkubwa, nikasema ngoja nizike. Bora. Kwa hiyo tuzungumzie kwa sababu kama kwa leo kikubwa ni kumwombea tu mwenzetu. Sisi tumeshirikiana naye kwa hali na mali. Na mama tupo naye. Na mama nyumbani kwake sidhani kama kuna mtu hajafika. Wote tunakwenda mara kwa mama. Na vile vile mimi ni jirani yangu sehemu aliponunua mwanae. Wote tunakaa sehemu moja. Kama ngopo hai tungopo tunakaa wote mtaa mmoja. Kwa hiyo bado ile eneo anaendelea kuishi mwanae, lakini na mimi nakaa hapo mtaa mmoja. Kwa hiyo kama ngopo hai wote tuko tunaenda kununua wote sehemu moja. Kwa hiyo ngopo kijiji kile, kama ngopo hai kijiji kinaitwa Kanumba. Lakini sasa kutokana na mwenzetu ameshatangulia mbele za haki, nyumba ipo, sisi tupo pale. Basi kikubwa ni kumwenzi tu mwenzetu alitangulia mbele za haki, kwa sababu hamna binadamu asionja umauti. Kikubwa ni kufanya mazuri, kesho ufike peponi. Usipofanya mabaya hapa kaburini unaanza kushirikiwa. Amani ya Bwana iwe nani. Amina. Tunapanga kufanya kitu kwa pamoja. Pamoja tunashirikiana na tumeamua tujiandae kwa kufikia kampuni ya Entertainment. Na kipindi hapa niliamua nije kabisa tutashiriki wote. Na Mungu atusaidia, si muda mrefu tutaanza kutoa tena kutoka kwenye kampuni ya Entertainment. Tunahitaji msaada wenu wote, tunahitaji ushirikiano na mimi ili tunaweza kufanya kazi nzuri tena kama alivyokuwa tulifanya na leo.